kule nchini Uingereza, ambapo tunaambiwa kwamba Uingereza yasema haitatoa visa kwa raia wa Angola, Namibia na DRC ikiwa serikali zao hazitashirikiana zaidi kuwarejesha raia waliofukuzwa Uingereza. Kuweza kulichambua hili, Nixon Katembo yuko tayari kwenye line ya simu. Nixon Katembo, kwa nini Uingereza inashinikiza Angola, Namibia na DRC kuongeza ushirikiano katika kupokea raia wao waliofukuzwa? Hii ni kutokana na baadhi ya raia wanaotoka katika nchi hizo kuwa hawarejei nyumbani kwao pindi tu wakifika Uingereza, au wanashindwa kutekeleza masharti yaliyopewa kuhusu viza zao. Sasa Uingereza imesema kwamba ikiwa mataifa hayo hayakubali kushirikiana na Uingereza kwa kuwarejesha baadhi ya raia, basi haina budi kukaza vikwazo dhidi ya viongozi, kwa mfano wa mataifa hayo, kuingia Uingereza na aidha kunyima visa kutokana na vile watakavyoamua Waingereza. Ni sababu gani ambazo sasa zimefanya baadhi ya serikali kuweza kusita kuwapokea raia wao waliofukuzwa kutoka Uingereza? Kwanza, hakuna sababu zozote za msingi ambazo zinahitaji serikali hizo kuweza kuwapokea au kusaidia kuwarejesha nyumbani, kwa maana kuwa mtu anapoondoka huwa anaondoka kwa hiari, na akitaka kurejea nyumbani anarudi kwa hiari. Pili, kuna sheria za kimataifa ambazo zinahusu masuala ya hamiaji, kwamba nchi iliyompokea mtu ina wajibu na dhamana ya kisheria kumlinda mtu huyo, aidha kwa kumpa makazi kama raia wa kudumu, ama mkimbizi, ama mfanyakazi, na kumlindia haki yake ya kiutu. Sasa Uingereza inaona kwamba baadhi ya watu wanaenda kule Uingereza wanaomba hifadhi ya ukimbizi, wengine hawakimu vigezo. Pili, wengine wanajifanya kuwa wamekimbia wakati ambapo wamekuja wameenda kutafuta maisha Uingereza, na hawakupitia katika njia halali za kufika ndani ya taifa hilo, ila wakishafika huko ndio wanaomba hifadhi. Sasa hili ndilo swala ambalo Uingereza inasema, na mataifa haya mengine ambayo wanatoka watu hawa, na si mataifa tu haya ambayo umeyataja, ni baadhi ya mataifa ya bara la Afrika, basi huyu anasema kwamba lazima sheria za kimataifa kuhusu masuala ya uhamiaji ziheshimiwe na Uingereza. La mwisho sasa ni kwamba hatua hii inaweza kuathiri vipi uhusiano wa kidiplomasia kati ya Uingereza, Angola, Namibia pamoja na DRC? Lakini pia hatua hii ya kusimamisha utoaji wa visa inaweza kuwa na athari gani kwa raia wa nchi hizo tatu wanaotaka kusafiri kwenda Uingereza? Athari ya moja kwa moja ni kwamba hawataweza kusafiri Uingereza. Aidha watapewa masharti makali na vikwazo kadha kabla kupewa nafasi ya ama visa kuelekea Uingereza. Kwa upande wa uhusiano wa kidiplomasia ni kwamba Uingereza ni taifa mfadhili pamoja na taifa linaloshirikiana na baadhi ya mataifa ya bara, na ikiwemo Angola, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mingine, na inashiriki katika ngazi mbalimbali za kimataifa. Sasa iwapo itachukua mkondo huo, nadhani mataifa haya yatapata ugumu. Uingereza yenyewe pia inaweza kupata ugumu kwa maana kuwa haitakuwa na ushirikiano wa mataifa haya katika kazi zake nyingine za kimataifa. Nixon, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii. Asante. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, huyo alikuwa ni Nixon